Haya, Mheshimiwa Mbunge, karibu sana. Sasa tuzindulie mradi wetu. Ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2023 na kukamilika tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2025, ikiwa ni mpango wa serikali kuboresha miundombinu ya elimu. Mradi ulijengwa kwa fedha za ufadhili kutoka Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW kupitia Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA katika mradi wa uhifadhi na maendeleo wa mfumo wa ekolojia wa Serengeti. Mheshimiwa Mbunge, mradi huu ni mmoja wa miradi 36 inayotekelezwa na hifadhi katika wilaya Ngorongoro kupitia mradi wa uhifadhi na maendeleo katika mfumo wa ekolojia wa Serengeti ZSP chini ya ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW. Mradi hiyo inajumuisha miradi ya kielimu na kiafya 29, barabara 4 na mabwawa ya maji 3 ambayo inagharimu kiasi cha shilingi bilioni 13,323 na laki 331 na senti 39, ambapo kati ya fedha hizo ununuzi wa thamani umegharimu kiasi cha shilingi milioni 105, huku manunuzi ya vifaa tiba kwa ajili ya miradi ya kiafya umegharimu kiasi cha shilingi milioni 198 laki 198. Mheshimiwa Mbunge, ni matarajio yetu kuwa mradi huu utaongeza chachu ya wanafunzi kujisomea kwa bidii na kuongeza ufaulu katika shule ya msingi Swetisambu na wilaya ya Ngorongoro kwa ujumla. Mheshimiwa Mbunge, kwa niaba ya Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, tunapenda kuasa wananchi cha Swetisambu pamoja na maeneo mengine kuendelea kushirikiana na Hifadhi ya Taifa Serengeti na wadau wengine wa uhifadhi katika kutunza na kulinda rasilimali zetu katika maeneo ya uhifadhi ili kuendelea kunufaika nazo kupitia miradi mbalimbali ya ujirani mwema kwa sasa na siku zijazo. Eneo letu hili liko karibu na bonde la Ufa na kuna kuwa na matetemeko ya ardhi. Sasa wakasema sasa haya majengo lazima tuyajenge kwa kiwango ambacho kinahimili haya majanga. Kwa hivyo ndio utaona ukiyapitia majengo yote, kuta zote za nje tofali zimelazwa kuanzia chini mpaka juu. Tofali zile sio zimamishwa, zimelazwa. Sasa kwa sababu hiyo utaona tayari inafanya gharama, kwanza matofali yanakuwa mengi, lakini pia na ile msingi ule unakuwa ni mkubwa sana, msingi ule mnene. Nadhani wakati inajengwa mliona, na lenta pia. Na ni kwa sababu wanasema hivi, ili likitokea janga la tetemeko la ardhi, jengo libaki salama na lisije likaangukia watu. Kwa hiyo ili nilitaka niliseme kwa nini kwa mfano majengo haya gharama kidogo inakuwa juu, ni kwa sababu ya kuhimili majanga kama hayo, isikatike kupasuka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni jukumu letu na tunatambua kabisa kwamba kile kidogo tunachokusanya tunarudisha kwa jamii. Tunarudisha kwa jamii kwa maana ya kuchangia miradi ya maendeleo, miradi ya afya, kielimu, lakini pia na miundombinu mingine. Ameitaja miradi inayoendelea ndani ya wilaya ya Ngorongoro peke yake. Ni miradi mingi, ni miradi zaidi ya 30. Ni miradi inayolenga kutatua changamoto zetu za baadaye. Tunawalenga zaidi ili taifa la kesho. Ndio maana kwenye miradi ile zaidi ya nusu, miradi 17 imelenga kuboresha elimu. Ni kweli kwamba bado tutaendelea kushirikiana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo umevitaja kama changamoto zinazoendelea kukabili maeneo mbalimbali ndani ya wilaya hii ya Ngorongoro, hususan kijiji hichi unachokiongoza. Tumeyachukua, lakini sintoahidi chochote kwa sababu Hifadhi ya Taifa Serengeti inazungukwa na vijiji zaidi ya 140. Katika wilaya ya Ngorongoro, wilaya ya Serengeti, wilaya ya Bunda, wilaya ya Tarime, wilaya ya Meatu, wilaya ya Itilima, wilaya ya Busega na kadhalika. Kwa hiyo mahitaji ni mengi kuliko uwezo, lakini sisi tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana.
Risala yenu kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti nimeichukua. Mimi amenipa kazi ndogo ya kwenda kujenga choo. Hiyo ni kazi ndogo, si ajabu tutafanya kubwa kuliko hiyo, kwa sababu elimu lazima tuipe kipaumbele. Kwa hiyo tutafanya kazi ya kuongeza madarasa yale mliosema, maana choo ni kishikizi. Kwa hiyo madarasa na nyumba za walimu kama ambavyo wamesema kwenye risala yenu. Lakini mimi nikirudi kwa siku ya leo, kwa kweli nichukue nafasi hii kipekee kuwapongeza wafadhili wetu KFW, Serengeti National Park, Frankfurt Zoological Society, kwa sababu nyie watu wa Soitsambu mnaona haya madarasa matatu na labda barabara ya kwenda Kirtalo, lakini wilaya nzima hii imeshuhudia miradi mingi mikubwa kama walivyosema, ya maji, ya afya na elimu, na hiyo ya usafishaji kwa na barabara. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwamba mmeweza kufanya kazi hizo zote nzito. Sisi tunategemea sana uhifadhi wa mazingira kwa sababu sisi ni wafugaji, tunahitaji malisho, tunahitaji misitu, na kwa bahati nzuri mila yetu na desturi yetu inaruhusu uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa vyanzo vya maji ufanyike kwa sababu mila yetu inaruhusu. Sasa tukiwa na wasaidizi kama hawa itaongezeka mara 2 zaidi. Hawa wanafunzi walioko kwenye madarasa ya mlioyajenga, baada ya mwaka mmoja au miaka 2 tunahitaji mingine zaidi kwa sababu ya ongezeko. Ni washauri na ni wahimize. Hatua inayofuata ni kuwajengea uwezo wa kiuchumi wananchi wetu, waweze kuwa wazalishaji wa uchumi, ili waweze kufadhili na kusomesha watoto wao, kufadhili afya yao na kadhalika. Mtu akiwa ana upendo, hata kukupa shilingi 1 anaona nongwa, si ndio? Anaona nongwa kukupa shilingi 1 na hata apungukiwi. Sasa hao watu baba ametupa milioni 178, ni upendo ulio wa juu sana. Hiyo ya kumfanya mtoto asikae chini, akae kwenye darasa zuri lililojengwa, milango hiyo imefunguliwa. Karibuni sana, tuko tayari kufanya kazi na nyie, tusaidiane kutatua changamoto za wananchi. Hapa kata ya Soitsambu tulipata milioni 4 tu. Nikashauri 2 ziende zikasaidie maji ya Mpopongi na 2 ziende zikasaidie shule ya Silalei. Sikushauriana na mtu yote. Anajua mheshimiwa mbunge, nilifuata usiku, nilitumia tu nafasi yangu nikasema hizi ziende pale shule shikizi ya Silalei ikasaidia kununua madawati. Mheshimiwa mbunge hiyo ile inanunua madawati 20 ambayo hata wakikaa watoto wawili watakaa 40. Bado sio sawa na bure. Sisi kama wananchi au wazazi, haya madarasa yametusaidia sehemu kubwa sana. Kwa mfano, masuala ya michango ili kuboresha miundombinu ya shule, hii imekuja kutusaidia sana kwa sababu yule msongamano wa watoto umekuwa mdogo, japokuwa bado tunahitaji labda madarasa mengine, lakini haya madarasa yaliyojengwa na TANAPA yametusaidia kwa 1% kubwa. Na imetupunguzia jamu ya watoto kwa madarasani. Kwa hiyo si kama wazazi tunashukuru sana na tunapenda sana kuwapa pongezi na Mungu awazidishie. Zamani ilikuwa ikisemekana masuala ya watoto kuandikishwa shuleni wengine wanatoroshwa, lakini kwa sasa hivi wazazi wengi wameshajitolea sasa kwamba watoto wanasoma. Wakati inajengwa msingi, tulikuja na kushangaa msingi wa nyumba inajengwaje, ni tofauti na misingi tuliozoea ya kwetu inavyojengwaga. Na ukuta ulivyopandishwa, tulishangaa matofali yanalazwa wakati ya kwetu yanasimamishwa. Tukaona hiyo ni ubora mzuri sana ambayo hatujaifikia sisi. Kwa majina naitwa Josephine Marco. Tunashukuru kwa kutujengea madarasa. Zamani tulikuwa tunabanana katika yale madarasa, lakini sasa hivi tunakaa vizuri bila shida yoyote. Tunajifunza, tunaendelea kujifunza vizuri. Kwa majina naitwa Yukabet Samuel Kipkia. Nipo darasa la 7. Tunashukuru kwa kutujengea majengo. Tulikuwa tunatumia majengo ambayo hayana mwanga, sasa hivi tuna madarasa yanayotusaidia kwa tuna mwanga. Asante kwa madawati pia, tuna madawati ya kutosha. Tunaomba pia changamoto, tunaomba pia mtuongezee matundu ya vyoo.
Naomba wazazi, kama kuna watoto ambao bado wapo nyumbani bado hawajaanzisha shule, walete shule. Wengine ambao hawana uwezo watapata uwezo, wakija shuleni hawawezi kupata tena shida nyingi.